Wewe ni mtakatifu sana Mungu wetu. Asante kwa sababu ya wakati huu tena. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo ambayo imependeza machoni pako Bwana, kwamba tuendelee kuwepo juu ya uso wa nchi. Asante sana kwa sababu ya kila jambo ambalo umekuwa ukifanya katika maisha yetu. Mfalme, tunalibariki na kulitukuza jina lako takatifu ambalo hakuna mfano wa hilo mbinguni, duniani, hata chini ya nchi kuzimu. Hakuna mfano wa jina hilo Bwana. Baba, wewe umezidi kila kitu katika maisha yetu, wewe ni zaidi ya vyote. Libariki jina lako takatifu, Mungu mtakatifu, na Bwana ukazungumze na sisi katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Amen. Karibu tena ndugu yangu mtumishi wa Bwana katika mapambazuko haya ya kizazi cha wamtafutao Bwana, mapambazuko ya kizazi cha ajabu, kizazi ambacho kimedhamiria kumtafuta Mungu. Haleluya. Karibu sana ndugu yangu, nikukaribishe katika alfajiri ya neema. Haleluya sana. Karibu kwenye alfajiri ya neema. Basi tumekuwa tukiendelea na ujumbe unaosema kazi ya Yesu msalabani, na tumetembea juzi na jana tumekuwa tukiangalia kusudio kuu la kazi ya Yesu msalabani. Tukaona kusudio kuu, juzi tuliona ni watu, ni wanadamu, ndio kusudio kuu, ndio sababu kuu ya kazi ya msalaba. Na hapo nyuma kidogo tuliona kwamba chimbuko la kazi ya msalaba ni upendo wa Mungu. Haleluya. Chimbuko la kazi ya msalaba ni upendo wa Mungu. Yesu na atukuzwe sana sana. So tukaona mambo kadhaa hapa na yale ambayo Mungu alitupa neema kuyapitia. Tumesoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka 28 pale tumeona hapo. Lakini leo tuongeze kidogo. Jana tumesema kwamba maana ya ondoleo la dhambi ni ndani zaidi kidogo kuliko msamaha. Yaani msamaha ni kufutwa kwa dhambi au kuachiliwa kwa dhambi isikumbukwe. Lakini ondoleo ni kufutwa kwa dhambi ilikwisha kufanyika, lakini kuzimwa kwa uwezekano, kuuawa kwa uwezekano wa kufanyika dhambi mara nyingine. Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo ondoleo linaenda kidogo. Nikasema hivi, ni kama kuondoa bidhaa feki sokoni, haitasaidia sana, ila kuingia kiwandani na kuviua viwanda vinavyozalisha bidhaa feki. Kwa hiyo ondoleo la dhambi limeondoa bidhaa feki sokoni, lakini likaua viwanda vinavyozalisha zile bidhaa. Kwa sababu kuondoa bidhaa haisaidii, ila kuua vile viwanda ndio inasaidia, kwa sababu hizo bidhaa feki hata zikiondolewa kesho zitakuwepo tena, zikiondolewa kesho zitakuwepo tena. Lakini kile kiwanda kinachozalisha kikiondolewa, maana yake hakuna namna ya zile bidhaa feki kuingia sokoni. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo alichokifanya Yesu sio ile ya damu ya ng'ombe, ile ya damu ya wanyama iliyofanyika zamani, ya kwamba mnyama anachinjwa na dhambi inafunikwa. Yesu hakufanya hiyo. Yeye mwenyewe anasema hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo, anasema kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Si kwa habari, si kwa msamaha wa dhambi, no, ni kwa ondoleo la nini? La dhambi. This is to say, anamaanisha kama kusema hivi kwamba from now, wakati unaposhiriki hii, kuanzia sasa, nitakapoinuliwa msalabani, nikishuka, nitakapofufuka, dhambi mioyoni mwa watu haitakiwi kuendelea kufanya nini? Kuwepo. Kwa hiyo ndio maana baada ya maamuzi ya mwanadamu kuamua kwamba mimi nimeamua kumuishia Kristo, nimeamua Yesu, nimekupa maisha yangu, yeye anaanza kushughulikia, anaanza kufanya mchakato wa kuiua dhambi ndani ya mtu. Atusaidie Mwokozi Yesu. Kwa hiyo tukaangalia haya mambo kadhaa, tukapita pale. Lakini leo tuongeze kidogo kitabu cha Waefeso, maneno pia ambayo nasikana unayafahamu. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 20 pale kuna jambo la kuona hapa. Ondoleo la dhambi, tuko kwenye tokeo namba 1 la kazi ya msalaba. Tokeo namba 1 ni ondoleo la nini? Ondoleo la dhambi. Lakini inaondolewaje? Ni kusamehewa na kuondolewa kwa ile nguvu ya dhambi. Inaondolewaje ile nguvu ya dhambi? Tusome hapa 4:20 wa Efeso. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Kristo Yesu. Mvue, yani kwa kuwa mmejua, mmesikia. Unaelewa hapa? Sikia, kitendo cha kusikia
kitendo cha kufahamu, kitendo cha kuelewa kuhusu Kristo na habari zake na mapenzi yake na nia yake na kusudio lake. Kitendo tu cha kusikia hivyo, anasema hiyo kule kusikia basi kusababisha au kutasababisha au kusababishe ninyi mvue. Yesu atusaidie sana. Kile kitendo cha kusikia ile habari ya Kristo, ndio maana nikasema yeye ndiye nguvu ya pekee. Damu yake ndiyo inayoondoa nini? Inaondoa dhambi. Haisamehe tu, haifuti tu, no, inafuta na kuondoa. Inaondoa kilichotendwa na inazuia kisitendwe tena. Kazi ya msalaba inaondoa dhambi iliyofanyika na inazuia dhambi isitendeke tena. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Haleluya sana. Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo anafanya hiyo, anasema basi, anasema mstari 22, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Kama mmesikia kitendo tu cha kusikia, jamani, tunaweza kusikia shuhuda za wafalme akina Kaisari, tunaweza kusikia habari zao, tunaweza kusikia habari za akina Alexander the Great, tunaweza kusikia habari za akina Nebukadreza, tunaweza kusikia habari za akina Dario na wale, lakini zile habari haziwezi kubadili mioyo yetu, haziwezi kubadili chochote ndani yetu. Tunaweza kusikia habari za wanasiasa mashuhuri duniani, tunaweza kusikia habari zao, lakini haziwezi kubadili, isipokuwa tu tunaposikia habari za Kristo. Hizi zinaanza kuleta namna ya kuondoa ile utu wa kwanza. Anasema vueni kwa habari ya utu wa kwanza. Kwa hiyo damu ya Yesu, kazi ya Yesu msalabani imefanya pia kufuta dhambi, lakini kupindua ule utu wa kwanza, ile hali ya kwanza, mwenendo wa kwanza kuondolewa. Yesu asifiwe. Kabla ya hapo hakuna mahali Biblia inasema hivyo kwamba kuna ondoleo la dhambi, hakuna. Yesu atusaidie sana. Angalia, sema mvue kwa habari ya utu wa zamani, anasema na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Tufanywe wapya katika roho ya nia zetu. Yesu asifiwe. Tufanywe wapya katika roho ya nia zetu, tuwe watu wapya kabisa katika jina la Yesu. Yaani ni lazima tugeuzwe. Ile damu Yesu ndio inafanya mageuzi, lakini haya mageuzi, kumbuka, yanazingatia au yanafuatana na maamuzi yako. Kugeuzwa, kufanywa upya, yanafuatana na maamuzi yako. Unapofanya maamuzi, tayari ile kazi ya Yesu msalabani inaingilia kati kuweza kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Muhimu sana tukapata kuielewa. Kwa hiyo tunaposema ondoleo la dhambi, au Yesu anapozungumza anasema ondoleo la dhambi, manake ni kufutwa dhambi iliyokwisha kufanyika, lakini kuzuiliwa kwa dhambi isiendelee kutendwa tena ndani ya moyo wa mtu. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu tukapata kuielewa vizuri. Yesu apewe utukufu mwingi sana sana. Haleluya. Natamani tuingie kwenye kipengele kingine, lakini nisisitize kusema hivi kwamba hakuna namna nyingine ambayo dhambi itaondolewa. Dhambi ni malango mabaya. Ngoja niiseme hii, dhambi ni lango kuu la shetani kwenye maisha ya watu. Bwana niseme tena, dhambi yoyote pasipo kujali ukubwa wake, maana kuna wakati sisi wanadamu tunazitamu dhambi, tunazilevo dhambi, tunazistandardize kwamba kuna hii ni kubwa sana, hii ni mbaya. Hapana, dhambi yoyote ni lango kuu la ibilisi kuingia kwenye maisha ya watu, lango kuu la shetani kuingia kwenye maisha ya watu na kuharibu maisha ya watu. Lango kuu ni dhambi. Lango kuu ni dhambi. Yaani lango kuu ni kujinajisi. Ukishanajisika, ni lango kuu la shetani kuyaingilia maisha yako, kuyaharibu. Haitajalisha una level gani ya kiuchumi,
una level gani ya kielimu, una level gani ya uelewa katika Kristo, ili mradi umefanya dhambi. Dhambi ni lango kuu la shetani kuingilia maisha ya watu. Watu wengi sana maisha yao yanapoteza direction kwa sababu ya dhambi. Na wakati mwingine wanadamu huaga tunakuwa na ujasiri wa kuifanya dhambi na kujificha. Hii ndio kitu ya ajabu sana. Mwanadamu anaifanya dhambi alafu anaufuta mdomo wake kama kuku. Unajua kuku anaweza akala hapa kitu hata cha majimaji kabisa, amekula hata amedonoa hata ugali na akamalizana nayo, na baada ya muda mchache tu hata utajua kama alikula, maana mdomo umejaa vumbi, umechafuka vumbi, utajua hata kama alikula. So mtu anafanya dhambi kwa kujidhania ni mjanja, anajificha. Sikia nikwambie kitu, unapofanya dhambi yoyote, naomba uelewe hapa, wewe na shetani mnafanya kazi pamoja. Ngoja nikwambie, unapoifanya dhambi yoyote, elewa tayari umemkaribisha shetani kwamba karibu kwenye maisha yangu. Umemkaribisha, ndio lango kuu, umemfungulia lango, limekaa wazi, ataingia afanya anachotaka. Ukishafanya dhambi sasa, unapojificha, manake ni kusema hivi, makao yako yatakuwa pamoja na Ibilisi. Si niseme tena, watu wengi sana wanafanya dhambi hata wakiwa makanisani. Ndio wanafanya, hata wakiwa makanisani wanafanya dhambi, alafu wanajificha wakijidhania kwenye ufahamu wao ambao nikiuita mdogo, sijakosea, ufahamu wao mdogo, wakidhani wao ni wajanja, hawajaonekana, hawajagundulika, so they can hide themselves. Yes, they think that they can hide themselves. Of course they can hide. They can hide. Yes, before the people's eyes they can hide, but in the spiritual realm they cannot hide. Kwani ulimwengu wa roho hujajificha. Umemkaribisha Ibilisi, hujajificha hata kidogo. Kwenye ulimwengu wa roho unaonekana wazi, na kila kitu chako kinajulikana wazi kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama kwenye ulimwengu wa mwili watu hawajafunuliwa kuhusu dhambi ulioifanya, lakini ulimwengu wa roho wanaona na wanafanya kazi kulingana na matendo yako. Sikia nikwambie kitu, niliwahi kukuambia hapa na nirudie tena. Kumbuka mpendwa mtumishi wa Bwana, kanuni zina nguvu kuliko maombi. Sikia, kanuni ina nguvu kuliko maombi. Maombi pasipo kanuni ni kelele. That's why unatakiwa uziishi kanuni kwanza kabla ya kuamua kuomba. Yani before uanze kuomba, hakikisha kanuni zimezingatiwa. Kanuni mojawapo ni kukaa mbali na dhambi. So umetokea wakati wowote na mahali popote umeteleza kwa namna moja ama nyingine, go and repent. Na usiende mwenyewe unapoifanya dhambi ya mauti. Acha kujificha kule ukasema mimi na Mungu tulimalizana. Mlimalizana wapi? Unapofanya dhambi ya mauti ni lazima uombewe na mtu mwingine, maana ukishafanya dhambi ya mauti unakipoteza kibali mbele za Bwana. Yaani huna kibali tena cha ukuhani, ila inabidi unapofanya dhambi ya mauti uende mbele za Mungu, ukaongozwe sala ya toba na mtu mwingine, ukatubishwe na mtu ambaye ana kibali bado cha ukuhani, asimame kufanya huduma ya upatanisho. Yesu atusaidie. Ndio, asimame kufanya huduma ya upatanisho kati yako na Mungu, akuombee tena rehema kwa Bwana na ukubalike tena upya. Yesu asifiwe. Sasa unapofanya dhambi ya mauti alafu unajificha, unajiona mjanja kwa sababu watu hawajajua. Ni kweli watu hawajajua kwa sababu hawajafunuliwa, hawajajua, na pengine hawajataka kujua, hawajataka kufunuliwa hayo, lakini wangetaka wangefunuliwa. Sasa inawezekana ni kweli kwamba hawajataka kufunuliwa na hawajafunuliwa hayo, ni kweli, na unajiona mjanja kwa sababu umejificha. You hide yourself under the table. Yes, it's true, it's okay, but you have opened your life's door for the devil to interact and to destroy your life. Ndio, umeufungua mlango wa Shetani kuingia kwenye maisha yako na kuyaharibu maisha yako. Atafanya anavyotaka. Na unajua watu wengi sana wanadhani maisha kuharibika ni kuharibika kwa uchumi. Sikia nikwambie, jamani, maisha sio uchumi. Maisha sio hela. Siku hizi kuna lugha inatumika kwa huku kwetu.
Utasikia mtu anakuambia sasa sina maisha, maana yake hana mia, hana hela. Sina maisha, maana yake hana hela. Yaani watu wamepindua kama vile hasa kwamba maisha ni hela. Sikia niwaambieni kitu wanadamu wenzangu. Sikia wewe mwanadamu na upate kuelewa katika jina la Yesu. Maisha sio hela. Kwa hiyo kuharibiwa kwa maisha haina maana kwamba ni umekosa kazi tu. Umekosa kazi au umefanya nini au ndoa imeharibika. Sikia, kuharibiwa kwa maisha ni kupoteza direction ya ndani. Kama kwenye ulimwengu wa roho unapotazama, wewe unaona dark, unaona giza. You see dark yourself before you. Hey! Ni tatizo hilo. You have no direction. Hata yani jamani, ile economically successful. Hiyo sio tiketi ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Mafanikio ya kiuchumi hayaonyeshi, sio kwamba yanadhihiri, sio yanayothibitisha kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. No, hayathibitishi kwamba you are right before God. No. Kuna utofauti hapa. Naomba muelewe. Jamani, usawa na kututhibitishia ya kwamba tuko sawa mbele za Bwana. Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 ya kwamba Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba tu watoto wa Mungu. Anashuhudia ndani yetu. Hasa kama ule ushuhuda hauko ndani yako, unasikia una ujasiri kwenye ulimwengu wa roho, una ujasiri, hiyo maana yake tayari inaonyesha maisha yako yameshaharibiwa. Ndio, kuna kitu umepoteza kilicho kikubwa kuliko hiyo pumzi ulionayo. Yesu na atusaidie sana. Sasa ni muhimu usichanganye mambo bro. Usichanganye mambo my sister. Hapana, koroga mambo. Usichanganye. So ni muhimu sana upate kuelewa. Mpendo mtumishi Mungu, elewa vizuri. Usidhani kufanikiwa ndio kwamba shetani hayashughulikie maisha yako, hajaharibu maisha yako. Narudia tena. Kitu kinachotuthibitishia kwamba tu wenye haki, wapendwa, sio kufanikiwa kiuchumi. Wakati mwingine watu wanadhani kwa sababu mtu alikuwa amefanikiwa kiuchumi na sasa ameanguka, basi maana yake yeye hayuko na Mungu. Ndio maana na ndicho kitu ambacho kiliwachanganya hata akina Elifazi Mtemani, akina Bildadi Mishui. Ndicho kilichowachanganya wakati walipoenda kumtembelea Ayubu. Wameenda kumtembelea Ayubu, wanaanza kumshutumu kwamba amefanya dhambi, kwa nini aporomoke kiuchumi ghafla. Hasa watu wengi mitazamo yao, mentality zao zinawaambia kwamba kuonyesha kwamba una Mungu ni kufanikiwa kiuchumi, ni kununua magari, ni kujenga nyumba. No, nisikilizeni, mafanikio hayo watu wanaweza kupata tu hata kama hawana nini, kupata madaraka watu wanaweza kupata na hawana Mungu hata tone, ni wachawi wa kawaida. Wanaweza kupata hela na ni wachawi wa kawaida. Wanaweza kufanikiwa sana kiuchumi na ni wachawi wa kawaida kabisa. Wachawi wale za juu wanakaa meza moja na ibilisi, shetani, pepo wa kuzimu, wanakaa pamoja mezani, lakini wamefanikiwa kiuchumi. So that's not the ticket. Hiyo sio kipimo. Hiyo sio kipimo ya kucheki kwamba sasa huyu mtu amefanikiwa, huyu mtu ana Mungu. Hicho sio kipimo cha kwamba huyu mtu ana Mungu. Kipimo cha kwamba huyu mtu ana Mungu, nisikilize, kwanza inaanzia ndani. Yeye mwenyewe anasikiaje? Rakandarabasaka. Nani unasikia kuna neema? Nani unasikia sauti ya Bwana? Nani unasikia Mungu akizungumza na wewe? Nani unasikia uwepo wa Bwana? Unasikia utukufu wa Mungu umekufunika. Lakini namba 2, mwenendo wake lazima unafanana na vile Mungu anataka. Yesu asifiwe sana. Kwa sio kachanganya mambo. Maana watu wengi wamekuwa kidhani hivyo, na jamii ya watu wengi duniani, hata baadhi ya wachungaji wanadhani mtu aliyefanikiwa ndiye mtu mwenye Mungu, mtu mwenye magari, mtu mwenye kile. Usichanganywe na mambo hayo. Mtu ambaye ana Mungu anaanzia ndani, lakini mwenendo ni lazima ufanane na vile Kristo Yesu anataka. Lazima mwenendo wake ufanane na kazi ya msalaba. Kama mwenendo wa mtu haufanani na kazi ya msalaba, hata angehubiri mpaka moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka, ukateketeza mapepo, watakuwa wanaona kwa macho hivi kwa kawaida kabisa. Hata kama angefanya hivyo, kama mwenendo hauifanani kazi ya msalaba, tabia zake hazifanani kazi ya msalaba, tabia zake zina dhambi ndani, huyo mtu hana Mungu. Kipimo cha kwamba una Mungu is no miracle, is no successful economically. No.
sio kuwa na uchumi mkubwa, sio kuwa na mafanikio ya kiuchumi. Hicho sio kipimo. Kipimo ni neema ya Mungu na mwenendo wako. Kule ndani unasikia anashuhudia ya kwamba tu wenye haki na neema ya Mungu iko juu yake. Huyo mtu hata mazungumzo yake hawezi kuzungumza habari ya dhambi, hawezi kushabikia dhambi, hawezi kushabikia uovu, hawezi kufanya hivyo. Yesu na asifiwe sana. Wala hawezi kuwa na maisha ya kona kona yaliyopinda pinda yasiyoeleweka. Ni mtu aliyenyoka moja kwa moja katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana tusichanganye mambo, wapendwa watumishi wa Bwana. Tusichanganye habari hapa. Usichanganye mambo, usichanganye habari, hapana hata kidogo. Weka vizuri na ieleweke. Kwa hiyo nataka kusema hivi na kusisitiza ya kwamba umetokea, umefanya dhambi, acha kujificha, kwa sababu dhambi ni lango kuu la Ibilisi kuingilia maisha yako na kufanya anachotaka ndani. Na dhambi ndio lango kuu la Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu kutoka. Lakini dhambi hiyo hiyo ndio lango kuu la Ibilisi kuingia kwenye maisha yako. Lango kuu la kumwondoa Roho Mtakatifu na nguvu zake ndani yako ni dhambi, na lango kuu la kumwingiza shetani kwenye maisha yako ni dhambi. Kwa jilinde sana. Watu wengi wanafanya dhambi alafu hawajajua. Mimi ni mtaalamu wa kujificha. Kweli wewe mtaalamu wa kujificha kweli, lakini ujue unacheza na maisha yako mwenyewe. Ni kuchukua roho yako alafu unaipiga danadana kama Messi, unaipiga danadana, unaichezea tu, unaifanyia nini? Unaifanyia freestyle zako, unaifanyia unavyotaka. Sasa hiyo ni mchezo mbaya. Kwa umetokea, umeteleza, tafuta mtu mwenye kibali cha ukuhani akuombee haraka sana, kwa sababu umepoteana na Mungu. Bwana Yesu na atusaidie sana. So that's very important. Na kuomba, umefanya dhambi, wewe unajua umefanya dhambi yoyote, tafadhali, hata kama huyo mtu yuko mbali, lakini mtafute aombe na wewe, hata kama ni kwa simu, ili uwe salama. Otherwise the devil will be in your life very very soon. Unastahili mtakatifu Mungu wetu. Baba, asante kwa pendo lako. Asante sana kwa sababu ya neema yako asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu tunalitukuza jina lako. Mpendwa, omba mbele za Bwana sasa. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunakuadhimisha, Baba tunakuinua. Tunasema asante sana kwa sababu ya pendo hili la pekee na la ajabu ambalo katika hilo mfano tumependa. Katika hili pendo ya Bwana Yesu tumependwa na tunahifadhiwa mbele zako Mfalme. Asante Bwana mabwana kwa neema yako hii ya pekee sana ambayo katika hiyo Mfalme wetu umeendelea kututunza. Tungali mbele zako Bwana katika wakati huu wa alfajiri hii Bwana. Ikiwa ni mapambazuko ya kizazi cha wakutafutao Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu tunasema asante sana kwa sababu ya neema yako ambayo ni kubwa mno katika maisha yetu Bwana. Baba, tunakuadhimisha sana, Baba tunakuinua sana. Tunasema asante Bwana Yesu kwa pendo lako na fadhili zako, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina lenye uweza na mamlaka la Yesu Mwokozi, mimi ninasema asante Bwana kwa neema yako hii Mfalme wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana mabwana, nimekuja mbele zako katika majira haya Mfalme wetu, nikikuomba Bwana kwamba Mungu wetu na Baba yetu, kwa jina la Yesu Mungu mtakatifu, alfajiri ya leo tena Bwana tumekuja tukitukuza kazi ya msalaba, tukikutukuza wewe Kristo Yesu, tukikutukuza sana wewe Bwana wangu na Baba yangu asubuhi ya leo, kwa sababu ya pendo hili ambalo haliwezi kuelezewa, haliwezi kutafsiriwa. Katika jina la Yesu Bwana tunakutukuza na kukuinua. Lakini Baba yetu tunakushukuru sana kwa sababu neema yako ambayo ni kubwa sana imeendelea kudhihirika juu yetu. Mfalme wa utukufu, umeendelea kuwa pamoja na sisi Baba, umeendelea kututunza. Acha lihimidiwe jina lako asubuhi ya leo, acha liinuliwe jina lako takatifu Mfalme asubuhi ya leo. Baba, tunakushukuru sana kwa vile ambavyo umekuwa pamoja na sisi Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunasema asante katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana Bwana kwa sababu pendo lako ni pendo la ajabu sana ambalo
haliwezi na wala halitalingana na pendo lolote lile lingine. Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe unazidi kila kitu. Mfalme Bwana, katika asubuhi leo tuko mbele zako mfalme wetu, tunakuomba wakati ulipokubali kufa msalabani, ulipokubali kuteswa na kufa msalabani, ye Bwana, kuna mpango, kuna nia, kuna dhumuni uliokuwa nalo mfalme wa utukufu. Bwana wangu, nami nimekuja mbele zako mfalme nikikuomba ya kwamba Bwana, ile kusudi ambalo katika hilo Mungu wetu na Baba yetu ulikubali kuteswa na kufa msalabani kwa ajili ya kutuokoa. Bwana wangu, ninaomba hilo Bwana ndilo likatimizwa katika maisha yetu Bwana asubuhi ya leo na wakati wote wa maisha yetu mfalme. Baba, ukatutengeneze Bwana tuwe kile ambacho Yesu Kristo ulikubali kuteswa kwa ajili yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kile ambacho Bwana Yesu ulikubali kuteswa kwa ajili yake ukatupe kuwa hicho Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Baba, ukatufanyia matengenezo, fanya matengenezo ndani yetu Bwana. Baba, tuwe kile ambacho Yesu ulikikusudia, kile ambacho ulikidhamiria, kile ambacho ulikitaka mfalme. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba, ukatutengeneze Bwana. Baba, tuwe kile ambacho ulikitaka, tupe kuwa tokeo la kazi ya msalaba, tupe kuwa tokeo la kazi yako msalabani Kristo Bwana. Baba, tupe kufanana na vile unavyotaka, tupe kuwa kile ambacho unakitaka mfalme wa utukufu. Bwana wangu na Baba yangu, ile kusudi ambalo katika hilo kama ulikubali kuteswa na kufa msalabani, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu, kwa jina lenye uweza na mamlaka na nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana mwamba na mwokozi wetu, ninaomba sana uweza wako, ninaomba sana nguvu zako. Bwana wangu, naomba neema yako na iwe pamoja nasi Bwana. Wako mtakatifu, naomba Bwana katufanyie matengenezo. Baba, tutengeneze upendavyo, uonavyo vyema, ufurahiavyo. Hivi ndivyo katutengeneze Bwana. Baba, ukapate kuinuliwa ukapate kuhimidiwa Bwana. Baba, ukatukuzwe katika maisha yetu mfalme. Baba, tutengeneze upendavyo, tutengeneze utakavyo, tutengeneze ufurahiavyo, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu. Mfalme wetu, tunakuomba Baba, ukatutengeneze Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, ninakuomba ukatutengeneze upendavyo katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, mimi ninakuomba sana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ya kwamba Bwana neema yako ya pekee na idhihirike juu yetu Bwana. Yesu, katutengeneze upendavyo. Yesu, katutengeneze upendavyo, tuwe kile ambacho Yesu Kristo ulikikusudia, tuwe kile ambacho Bwana Yesu ulikidhamiria, katika jina la Yesu tufanyie matengenezo Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu, tufanyie matengenezo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu Baba, ninakuomba Baba, ukaondolee mbali Bwana kila kitu ambacho hakikupendezi ndani yetu. Yesu, ninakuomba ukatutengeneze Bwana katika jina la Yesu, kwa kuwa hiki ni kizazi cha wakutafutao. Baba yangu na Mungu wangu, mimi ninakuomba sana kwamba ukafanya matengenezo makubwa ndani yetu Bwana mabwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, Mungu mwenye mamlaka, Jehova, ninakuomba ya kwamba Bwana neema yako ya pekee na ya ajabu sana katika hiyo mfalme Bwana, tutengeneze mfalme Bwana, ukatufinyange tuwe kile ambacho nakitaka. Wewe ni mfinyanzi Bwana, tunakuomba tutengeneze mfalme vile unataka mwenyewe, tuwe matokeo halisi ya kazi ya msalaba, tukae tokeo halisi la kazi ya msalaba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Baba, ukafanya matengenezo ya ajabu ndani yetu Bwana mabwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Mungu wangu na Baba yangu, mimi ninakuomba sana kwamba ukatufanyie matengenezo. Roho wa Bwana, ninakuomba Bwana, ukageuze hali ya mambo ndani yetu, ukapindue hali ya mambo ndani yetu. Yesu, ukatutengeneze upendavyo. Yesu, ukatutengeneze utakavyo. Yesu, ukatutengeneze utakavyo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, nakuomba Bwana, tengeneza vijana wa kike na wa kiume, tengeneza Bwana wazee kwa vijana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba ukatufanyie matengenezo katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu Bwana, kama ambavyo umeahidi mwenyewe, ukasema kwamba ndani yetu utafanya makao. Nakuomba Bwana mabwana, kwamba ndani yetu ukae kwa jina la Yesu Kristo
Bwana wa Mungu aliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba Bwana ufanye makao yako ndani yetu, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ndani yetu pakawe mahali pako pazuri unapopenda kukaa, Bwana, nakuomba hata uwepo wako Bwana ukatembee na sisi, tusiwe watu wa kawaida, lakini Bwana uwepo wako na uwe pamoja nasi. Wewe Bwana ukadhihirike mahali tunapotupeleka, mahali tunapokuwa, Bwana utukufu wako ukadhihirike mahali hapo. Bwana Yesu, naomba uwepo wako ukadhihirike mahali hapo, Mfalme, katika jina la Yesu. Naomba Bwana utukufu wako ukatembee nasi, ukatufunike Bwana kama wingu mahali tunapokuwa, Mfalme wa utukufu. Baba, tunakuomba Bwana Yesu, naomba Bwana kwamba utukufu wako ukatufunike kwa namna isiyokuwa ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu na mwaminifu sana, Jehova Mungu wangu na Baba yangu, tufanyie matengenezo kwa jina la Yesu, ukatufanyie matengenezo Bwana, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana. Mungu mtakatifu, ninakuomba sana Bwana ya kwamba Jehova Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai, Mungu Baba, ninakuomba sana katika jina takatifu la Kristo Mfalme. Bwana wangu, naomba ukatutengeneze Yesu, tunaomba Bwana kazi yako msalabani, Bwana mabwana, ikalete matokeo makubwa ndani yetu, sisi tukawe tokeo la ile kazi ya msalaba, katika jina la Yesu. Bwana wangu, ninakuomba kwa ajili ya watoto wako mbalimbali, wako ambao Bwana wana changamoto fulani, wengine ni magonjwa yanawasumbua. Bwana wangu, ninakuomba Baba kwamba ukawaguse kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawaponye kwa jina la Yesu, wote wanaosumbuliwa na magonjwa namna yote ile, Bwana nakuomba Bwana ukaguse Baba, ukaponye kwa jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Lakini wako ambao wanasumbuliwa na addiction mbalimbali, wamekuwa waraibu wa vitu mbalimbali vibaya visivyokupendeza, Bwana, uraibu wa vitu mbalimbali. Yesu nakuomba wote walio waraibu wa namna yote ile, Bwana, uraibu wa dhambi yoyote, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu, ninakuomba wafungue kwenye hivyo vifungo, wafungue kwenye hivyo vifungo. Bwana, walipofanya mara ya kwanza walijificha, wakadhani ni wajanja, wakaendelea. Sasa imekuwa ni uraibu, imekuwa ni addiction katika maisha yao. Roho Mtakatifu Bwana, nakuomba Baba ukawaguse, nakuomba Bwana ukawafungue, waondolee kabisa hiyo changamoto, waondolee hiyo shida kwa jina la Yesu. Ondoa kabisa hiyo dhambi ambayo imekuwa ikiwakamata mara kwa mara, ila mara imekuwa ikirudia na kurudia. Yesu, ninaomba ukawaguse, wafungue Bwana, maana hata mara kwa mara walipotaka kufunguliwa na kuwa huru kutoka dhambi hiyo, bado imekuwa vigumu. Kila wanapojaribu kuacha wanashindwa. Yesu, tunaomba ingilia kati Bwana, wape kushinda hayo mazingira, wape kuishinda hiyo dhambi, wape kuishinda kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba ukawape kushinda huo uraibu ambao umekamata maisha yao. Jehova, ninakuomba Bwana, wape kushinda huo uraibu, wape kushinda hiyo addiction ambayo imekamata na inaendesha maisha yao. Yesu, nakuomba ukawaponye nayo, waponye Bwana. Yesu, nakuomba ukawaondolee Bwana kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninakuomba waondolee huo uraibu Bwana uliowakamata kwa namna moja ama nyingine. Yesu, naomba wafungue Bwana, wakae mali na uraibu huo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, kuomba Baba ukatamalaki maisha yao, wafungue Bwana kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, ninakuomba usiwaache, lakini Bwana wafungue. Ponya magonjwa yoyote yanayomsumbua mtu yoyote, wakati wote na mahali popote alipo, katika jina la Yesu. Ninaomba uzima wako na uwe juu yake Bwana. Naomba ukamponya huyo mtu kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu, nakuomba ponya kabisa Mfalme, ondolea mbali hayo mateso, ondolea mbali huo ugonjwa, ondolea mbali hiyo shida kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Naomba ukamponya huyo mtu, ondolea hayo mateso ambayo amekuwa akikamata maisha yake. Yesu, nakuomba mponye huo ugonjwa uliompata. Yesu, naomba ponye kabisa huyo mtu wa ugonjwa uliompata, maumivu anayoyasikia mgongoni, anashinda kuelewa inatokana na nini, hata inakuwa shida wakati mwingine kuendelea kufanya kazi. Yesu, nakuomba ukamponya mtu huyo, fungue kwa jina la Yesu. Ponya Bwana, ondoe Bwana hiyo shida ndani yake kwa jina la Yesu. Bwana, kila namna ya mifupa yenye shida kwenye mwili wake, ponya kwa jina la Yesu. Ponya Bwana Yesu, nakuomba ponya kabisa. Wengine na matatizo ya moyo, Yesu naomba ingilia kati, ponya huo moyo, rekebisha. Wengine ni figo,
rekebisha. Wengine ni maini, rekebisha Yesu. Kwa jina la Yesu naomba ukamponya huyo mtu. Yesu nakuita, naomba ponya mahali popote pale alipo. Kwa jina la Yesu naomba ukamponya huyo mtu. Ugonjwa uliompata uondoke, akaponywe kwa jina la Yesu, akawe mzima. Yesu nakuomba umponye huyo mtu kwa jina la Yesu. Yesu nakuomba ukamponye kabisa, akawe mzima katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Bwana, ninakuomba ukamponye huyo mtu. Naomba uzima wako na uingie ndani yake, kwenye mifupa yake, kwenye kichwa hicho. Yesu naomba akaponywe, akaondolewe mateso, hiyo shida iliyompata ikaondolewe ndani yake katika jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana kuomba ponya kabisa katika jina la Yesu. Baba ninakuomba ukamponya huyo mtu. Wengine Bwana ni uchumi umeleta shida, wana madeni aina mbalimbali yamewakalia, wanajaribu kutoka wanashindwa, wanalipa kidogo wanashindwa, yanaendelea kuongezeka riba. Yesu naomba wape kulipa hayo madeni yanayowakalia, hayo madeni kwa jina la Yesu. Naomba wape kulipa, naomba washindie, watoe kwenye kifungo cha madeni, watoe kwenye kifungo cha madeni. Wengine walifanyiwa uchawi walipokopa hizo fedha, fedha zimeunganika na malango ya kuzimu, fedha zimetoka malango ya kuzimu. Kwa jina la Yesu aliye hai ninakuomba ukaponye. Naomba Bwana ponya kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Maana kampuni zingine za kukopesha ni malango ya kuzimu. Kwa jina la Yesu naomba Bwana ponya kwa jina la Yesu. Ponya huyo mtu Bwana, toa kwenye hiyo roho ya madeni iliyomkalia, atoe huko kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba ninaomba neema yako nawe juu ya watu wako katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba ninakusihi kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba ninakuomba ukawaguse na kuwaponya kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukarekebisha hali ya mambo ndani yao kwa jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana. Jehova ninakutukuza na kukuinua. Naomba Bwana ukawalinde watoto wako wanapoondoka Bwana kuelekea kwenye kazi zao. Bwana wangu, wako wengine ambao hata hawajui anaenda kwenye kazi gani, hajui wala haelewi ataenda kupata kazi au hatapata. Yesu naomba kwa rehema yako, naomba Bwana uwe pamoja nao, naomba ukagusha kwa jina la Yesu. Baba ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba Yesu Kristo Mwokozi ukawe pamoja na Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba ninakuomba ukawe pamoja naye, ukawalinde Bwana, wape usafiri wa kwenda, wape usafiri wa kurudi. Naomba Bwana ukawakinge na kila roho zote za ajali yoyote kwa jina la Yesu, zisiwapate. Mapepo ya majini yaliyotumwa kufuatilia maisha yao, toka toka toka, ripuka, haribika kwa jina la Yesu. Kuanzia leo naomba neema yako na iwe juu ya watoto wako. Yesu naomba ukawalinde, kila roho ya adui isifanikiwe kwa namna yote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naomba Bwana uwe pamoja nao, ukawalinde katika jina la Yesu. Bwana wangu nakuomba wabariki, ukawafadhili. Naomba Bwana ukawaongeze na kuwainua, waangaze nuru ya uso wako. Yesu watetee watoto wako, acha wauone utukufu wako mfalme, kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Yesu endelee kukulinda na kukutunza. Bwana akuangazie nuru ya uso wake, uendelee kufanikiwa katika jina la Yesu. Kumbuka wewe ni kichwa sio mkia, wewe ni wa juu sio wa chini, wewe ni wa mbele sio wa nyuma, wewe ni wa kufanikiwa sio wa kushindwa, wewe ni wa kufaulu sio wa kufeli. Kwa jina la Yesu pokea hiyo na utembee nayo kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kumbuka kila umiliki una nguvu nyuma yake. God bless you. Have a nice time. Hallelujah.